Bila shaka basi maudio wakati tupate kujua vile mambo yalivyo katika sehemu hii ya mafunzo yetu hii leo, na wingi matumaini kwamba utayari ili tupate kuenenda kwa pamoja. Singependa upate kubaki nyuma, au sio? Naam. Na tumekuwa tukijifunza kuhusiana na tabia zitakazojenga uhusiano mwema wa kimahaba kati ya wanandoa, yani strong romantic relationship. Na tumeguzia part 1, part 2, part 3. Sasa tunaingia katika part 4. Na tuliweza kujifunza kwenye mafunzo yetu, tuliweza kupata kujifunza, labda recap tu kwa kifupi, ni kwamba wakati uliopita tukianzia mwanzo tulijifunza vipengee kadha wa kadha ambavyo basi unapoangalia katika ndoa, fulfillment ya ndoa, ili uweze kuridhika katika ndoa. Maana tunaposoma maandiko, Biblia inaongea kuhusiana na mtu kufurahia mke wa ujana wake, mtu kufurahia mume wa ujana wake, if we may say so. Man, kwa hivyo basi napoangalia pale ni kwamba makusudi ya Mungu si kwamba tuingie katika ndoa tuvumilie tuteseke tu. Maana alipoangalia Adamu hivi akaona si vema Adamu akae peke yake, na ndipo basi akamuumbia wa kufanana naye. Ndipo basi akapata companion, akapata mtu ambaye si mnyama wala si chochote bali ni wa kufanana naye. Na hivyo basi tukapata kujifunza katika siku ya kwanza ni kwamba jambo ambalo litapata kuleta hali ama mmojawapo kuchangia pakubwa katika kuwa na that romantic relationship, mnafika pale you feel each other. Nilikujuza majuzi kwamba kuna mpendwa mmoja ambaye nilipata kumuona mahali ambapo yasemekana kwamba ukitaja jina la mume wake unaona mpaka hata kama mume wake hayuko hapo unamuona ni kama ana blush, yani anamfeel kile huyo mume alifanya kwa huyu dada mpaka dada anamfeel hivyo, hatujui. Lakini nafikiria ingalikuwa vema sote tukifeel mtu akitaja mke wako unasikia tu kusmile, unasikia yes I have a wife. Mtu akiongea lolote unajua kwamba ushafika, si kwamba bado unatafuta bali ushafika. Awe ni ndugu, awe whichever way, aone kwamba ameshafika. Naam. Kwa hivyo ninapoangalia pale ni kwamba tunapata kugundua kwamba jambo ambalo linachangia pakubwa katika watu kuwa na uhusiano mzuri katika ndoa, na especially ongea kuhusu romance, kuwa na that romantic relationship mzuri, jambo ambalo linachangia kuu zaidi ambalo tuliguzia la kwanza ilikuwa ni kuhusiana na free and open communication. Wakati ambapo najua kwamba mke wangu hata anifichi chochote, ameniambia kila kitu kumuhusu yeye, everything that I need to know I know, she has told me, then sina tatizo lolote. Unapata kwamba tukiingia pale hatuna mawazo mengine. Imagine uko pale kwenye mmeingia bedroom yenu wawili, mmejifungia pale, alafu mnataka kuhusika katika tendo la ndoa, alafu nafika mahali nakumbuka na mke wangu alikuwa anandanganya ama kama ako na mtu mwingine nje. Unavile nakaa, unafika mahali unaanza kufikiria, je, na mume wangu wakati amechelewea nje, kama kule kutokuwa open katika maongezi, then kunaleta mistrust in a way. Na wakati mistrust pia inakosekana, then kuwa romantic in bed, sahau. Itakuwa tu ni just for the sake, mnamalizia wewe tumizia yule mwingine mahitaji yake kwa sababu inabidi ninaisha hivyo. Kwa hiyo basi wacha nisingie kindani, ni kwamba labda kama huku watch, enda pale part 1 utapata mengi zaidi pale. Kwa hivyo basi communication ni muhimu. Jambo la pili ambalo tuliweza kujifunza ni kwamba cultivate shared interest, doing things together. Zile interest, naangalia mnapenda mpira, enda watch mpira. Labda wewe dada upendi mpira sana lakini mume wako anaupenda, enda wakati mwingine enda watch na yeye, kwa sababu unapo watch na yeye inamfurahisha, inambamba, cha niseme lugha vijana. Kwa hivyo wewe ndugu, nawe unajua kwamba mama anapenda ukimpeleka salon, toka tu mpeleke salon. Itakuuma nini wakati uko free? Itakuuma nini? Mpeleke salon pale, mama anashughulikiwa, umekaa hapo unamngoja, ama umekaa kwa gari lako pale nje unamsubiri, anafurahi. Akitoka kule unakuwa mtu wa kwanza kumwambia you're looking awesome, you're looking fabulous, unakuwa wa kwanza kumwambia, anasikia vizuri. Naam, labda kuna wale ambao wanapenda movies. Sometimes mzee wanaume wapendi labda kuwatch movies yako. Anafikiria kuhusu pesa. Tenga muda, watch movie na mama. Watch naye movie, do things together. Anyway, wacha nisingie kindani zaidi. Tuligusia katika sehemu ya pili, na vile vile pia tukagusia swala lingine ambapo kwamba keep in touch throughout the day. Wakati ambapo uko pale kazini, make sure unazungumza na mke wako, mume wako, fanya mazungumzo. Kuna mtu anaweza akadumisha ndoa yake tu kwa mazungumzo, wakati ambapo ako mbali anapiga tu simu.
anapata mke wake anaendelea kumgoja tu kwa sababu wanaongea kwa simu. Kwa hivyo make sure unaongea na mwenzako. Usikae tu huko, ukitokea kule unafika kwa nyumba saa 3 ni kuoga, unakula mbio mbio, unaruka kwa kitanda, unamwambia fanya hivi na hivi. Hapana. That is not being romantic. Talk to her. Give her nice words, especially now ladies. Wanahitaji tu neno tuzuri tuzuri. Muongeleshe tu maneno tuzuri tuzuri. Mchana kutwa. Anza asubuhi. Saa hizo akikaa pale anasema my man loves me. Unamuuliza kwa nini? Sasa anafikiria aloud. Kwa nini hawezi kaa 3 hours bila kuniongelesha? Hawezi kaa 6 hours bila kunitumia text, hawezi kaa, a whole day. Kwa hivyo hawezi kaa siku nzima bila mimi. Lakini wewe, wacha hivyo. Mzee ameenda safari, hata hujui, kutaki kujua kama alifika vizuri ama hakufika. Amwongei, mko tu kama majirani. Haya. Strong romantic relationship. Tulijifunza hayo kwa kirefu, wakati uliopita tukavuka, tukajifunza kuhusiana na kupay attention to small stuff. Vitu vidogo vidogo tu ambavyo labda mke wako anavipenda, pia ni vema ukapate kuwa makini. Mume wako anavipenda, ni vema kuwa makini ili msije mkagwaruzana ovyo ovyo mkifika kule bedroom. Kuna neno unaweza ukasema tu, mko pale mmejiandaa vilivyo, mnataka kuendelea na shughuli zenu, alafu unafanya kitu ambacho kina switch off everything. Neno tu ama katendo tu, switch off everything. Inaishia hapo. Mungu atusaidie. Jambo lingine pale, nasi pia take care. Jambo lingine pale ambalo tuliweza kujifunza wakati tulipita ni kwamba speak each other's love languages. Kwa mfano, kuna mmoja anaelewa kwamba mapenzi ni to gifts. And mwingine anajua mapenzi. Kama kuna wanaume wanasema kama nilikwambia nakupenda siku ile nilikuoa, kwa hivyo nikichange nitakwambia, like usingojee nikwambia tena nakupenda. No, kuna mmoja lazima asikie I love you. Ndiye anasikia I love you. Kwa hivyo unarudia hiyo word. Kama ni hiyo tu, kwani itagharimu? Kama ni zawadi, hata ukitokea tu kule na mke wako, kulingana na uwezo wenu, utokea kule na unamletea mke wako lollipop, mnaletea ka chocolate ka 30 bob ama ka 50 bob chocolate, ana feel napendo. Lakini wakati unatoka tu kwa mikono tupu, kama lazima ulete zawadi, ni watoto, mama alisahaulika, ni watoto wanakumbukwa tu, kuna tatizo. Speak each other's love languages. Kuna mwenye anaelewa kupendwa, basi ni kutokaziwa chochote, akiitisha chochote anapewa. Kwa hivyo unakuwa makini upate kujua ni nini, so long as it is within your power. Speak each other's language. Acha tusiendelee zaidi. Vile vile pia tukaanza kujifunza kwamba do chores together. Mweze kufika mahali mwafua pamoja, mwapika kwa pamoja na kadhalika. Bila shaka ni jambo la muhimu zaidi. Kwa hivyo hiyo ni recap ya yale ambayo tuliweza kugusia, mpendwa msikilizaji. Maana unapozingatia vipengele hivi, kuna venye upendo kati yenu. Jaribu, labda ulikuwa unafika mahali unasema mwanamke huyu, mwanaume huyu, mpaka unajazia unasema kabila hii si romantic. It's not an issue of kabila. Si kabila. Tengeneza ndoa yako vile ambavyo nataka ikue. Si kwamba vile ulipata yafai kuwa hivyo. Vile uliingia kwa ndoa, tengeneza vile ambavyo nataka iwe. Kama umeolewa pale, ni vizuri zaidi unisikize kwa makini. Kwa hivyo basi ni vizuri tupate kuingia katika vipengele vya leo, tupate kujua ni yepi ambayo tutaenda kujifunza usiku huu. Naam. Tupate kuendelea pale. Katika vipengele vya leo, mpendwa msikilizaji, tupate kuendelea pale. Tuone kama sidhani kama tutamaliza, naweza malizia juma lijalo ama tuone muda ukiruhusu. Maana naona muda wetu bado uko sawa. Jambo ambalo ningependa tujifunze la kwanza leo, kuendeleza pale ambapo tulifikia, ni kwamba we need to compliment each other. It is easiest to put a smile on your partner. Ni njia nzuri wakati unamcompliment mwenzako. Wakati ni njia rahisi sana ya kipekee ya kuweka smile kwa mwenzako, by complimenting each other. Unafika mahali ambapo wakati ana udhaifu huu, wewe unakuja unafunikia, unajazilia, unamcompliment, unamfanya kuwa complete.
Kwa mfano, wacha nitumie tu mfano ambao labda uko general, labda unaweza unielewa vizuri. Katika ndoa utapata kwamba kunakutana watu wawili. Mtu mmoja ni yule ambaye anapenda utaratibu sana. File zikikuja anazipanga. Kuna vitu anapanga kwa file kwa style fulani. Ukitaka birth certificate ya mtoto utaipata. Ukitaka nini unaipata. Lakini kuna mwingine naye katika hiyo ndoa moja tu hiyo. Huyu mwingine either ni mume ama mke, unapata kwamba vitu anaweka shagala bagala tu. Hivyo anakuja anamwaga hapo. Kitafuta kitu kimoja inabidi zote mwage chini tena waanze kutafuta moja. Same tu nguo zikifika mali zimewekwa bedroom pale, kuna wale ambao wanajua kuzipanga vizuri. Ukitaka suti fulani kuipata si vigumu kama una suti nyingi, kwa sababu anajua vile amezipanga, labda kulingana na kala, labda kulingana na kama kuna 3 piece na kuna zile ambazo si 3 piece, kuna zile kaunda suit na nini. Kwa hivyo kuna mwenye anajua kuzipanga hivyo, na kuna mwingine bora nguo ziwekwe hapo. Kwa nyumba, especially now, hii ni weakness ya wanaume. Ukipata kwamba wandada wanapenda labda nyumba ikuwa na utaratibu fulani, lakini kuna wanaume ambao wakikuja kwa nyumba ni kutupa akitoa socks penye ametolea, hapo ndio itaishia. No wonder kwa yule ambaye ananisikiliza na kutizama kwenye YouTube, utapata kwamba kadha wa kadha hawana socks moja. Kisa na maana maybe si kufua, labda walifua kaeka kando sawa, lakini kuna wengine ambao alipotoa hizo socks hakuziweka mahali ambapo yafaa. Moja aliacha kwa kiti sitting room, ingine akaiacha karibu na choo hapo chini, ingine labda kama ni mwingine alitoa moja akaja kwa kiatu hapo nje ya mlango, ingine akakuja akaweka chini ya kiti. Magifua anapata moja. Anyway, mwanamume unanipata? Anyway, kwa yule ambaye anatizama, labda nikujuze tu, make sure umesubscribe kwa channel hii. Ukienda pale kwenye YouTube, kwa wale ambao wanasikiliza pale, enda kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala, alafu Victor Mandala SNL. Ukishapata hivyo, tafuta, unaweza andika tabia zitakazo jenga uhusiano mwema wa kimahaba. Ukiandika tu hivyo kwenye ndoa, kwa wakati wa ndoa, utaipata moja kwa moja, au kwa kifupi unaandika, unaongezea pale strong romantic relationship. Hivyo tu andika Victor Mandala SNL strong romantic relationship, utaipata moja kwa moja, alafu tuzidi kusemezana, au sio? Kwa hiyo basi make sure na ukienda pale, ukishapata video moja wapo, chini ya video hiyo ukisha click hivyo na play, chini yake kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, then ukisha click hivyo kando yake utaona alama ya kengele. Click hiyo alama na kengele, hiyo ni notification bell, kwamba utakapo upload anything else kwa mtandao huu utakuwa notified kupitia kwa mtandao. Kwa hiyo basi itakuwa vyema zaidi kupitia kwa Gmail account yako. Ni wapo uta sign in, niwaambie wapo uta click subscribe, alafu ambiwe sign in using your Gmail account. Unaweka pale Gmail account yako, then already umesha sign in Kwa hivyo basi tunapozidi pale kwa pamoja, tulikuwa tunaongea kuhusiana na kipengele hiki kwamba putting a smile on your partner, complimenting each other. Wakati ambapo unajua kwamba, kwa hivyo mkiingia kwa ndoa, nimegusia kuhusu watu wawili tofauti kwenye ndoa ambao wanafanya mwili mmoja ako so organized kwa vitu zake na mwingine hayuko organized. Na la ajabu pia katika hiyo ndoa unaweza pata kwamba huyu ikifika kwa especially now, allow me use this example. Unaweza pata kwamba ikifika kwa mambo ya nyumba, kuna utaratibu mama ameweka vizuri kwamba uchafu hataki na kadhalika, lakini ikija kwa gari hiyo hakuna. Kama ako na gari hiyo hakushughuliki. Anakula ndizi, anarusha tu ndizi, ganda ndizi kwa gari. Anakula machungwa, anarusha maganda pale, ashtuki. Lakini sasa unapata mwanaume naye upande wa gari, si wote, tunasema tu mfano kwamba utapata kwamba upande wa gari ana usafi wa aina yake. Anasema ni heri utupe kwa barabara, lakini usitupe kwa gari langu. Yaani anaona uchafu haifai ukae kwa gari. The same unapata kwamba mwanamke anasema uchafu usikae kwa nyumba. Kwa hivyo unapata ni vice versa. Kwa hivyo you compliment each other, kwamba wakati mnafika kwa gari, basi huyu ashughulike, mwenye ako na usafi asaidie mwenzake kutotupa uchafu pale. Mkifika kwa nyumba, mwenye ana usafi kwa nyumba asaidie kuhakikisha kwamba nyumba ni safi. Hivyo basi ndivyo mambo huwa. Unapata kwamba mnafanya hivyo, mna compliment each other, mnasaidiana. Kwa hivyo ukifika mahali penye huyu ana udhaifu, wewe una strength pale, na mnasonga mbele. Kwa hivyo basi katika maisha haya we need to compliment each other. Iwapo utafika mahali umeweza gonga tu kuangalia tu ubaya wa mke wako, mabaya ya mume wako na kuiambia marafiki zako, are you complimenting her or him? Ama unambomoa? Maana tutaongea tu kuhusu anakuanga hivi na maudhaifu tu, na kile kizuri usemi hivi na umsaidii. No,
That is not the way to go. Marriage, I told you in the beginning kwamba is what you make it to be. Kila ambacho utafanya ndoa yako kuwa, hivyo ndivyo itakuwa. Kwa hivyo popote pale ulipo, basi jibidishe kuhakikisha kwamba unatengeneza ndoa yako vile ambavyo unatamani iwe. Unaangalia za wengine unasema so nzuri, so nzuri. Ni kwa sababu kwako kuna kazi hujafanya. Maana nikiuliza pale, kuna mtu alikulazimisha uoe wewe mke? Hapana. Kuna mtu alikulazimisha uolewe na huyu mwanamume? Hapana. Kwa hiyo basi marriage is what we make it to be. Kwa hivyo ukifika mahali unaanza kulaumu watu, hamna, ni wewe ushughulike. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, najua kuna wengine ambapo inafika mahali kwa hard, shetani anaingilia kati, ni sawa, lakini tunaomba kwamba Mungu akapate kuingilia kati zaidi na kuleta msaada wake. Naam, napoka nyinyi pale tunapozidi kwa pamoja vizuri pale usiku wa leo. Na nipate kujuza kwamba we need to complement each other ili ndio ikapata kusonga mbele. Whatever you have as your strength, use it well to complement your partner, maybe ambaye ako na weakness in that area. Usibomoe. Na vile vile pia tunaweza fanya nini? Hakisha kwamba katika kule complement each other tunaweka smile kwa mwenzetu. Unafika mahali kama kuna nguo ambapo hajui kumachisha nguo, kwa mfano wandugu ama kina dada ambaye anavaa kala zote ni rainbow, unamuona na kala kama zote, mcompliment kivipi? Enda mfunze, enda mnunulie nguo. Akitaka kununua, mnunulie nguo ambayo basi unaona hii rangi yake inatokelezea vizuri. Kwa hivyo basi you complement each other. Si kumbomoa unasema mimi mke wangu kai. Hajuangi, anachanganya kala zote. Hasa mbona uende mbomoe mke wako mbele ya watu? Kuwa mtu wa kujenga, si kubomoa. Kwa basi kama umegundua kabisa, kuna wale ambao hatufanyaje, akiona red anakuambia hii ni purple, akiona maroon anakuambia hii ni red. Ni mtu ambaye kumsaidia ni vigumu iwapo basi utaamua kumbomoa. Lakini basi kitu kizuri ni kwamba badala ya kumwambia enda anunue, sio ndio mnunulie. Kuna mchungaji mmoja ambaye alikuja akasema, kuna wakati alikuwa anahubiri kwa kanisa letu, na akasema kwa muda yeye hajainunua nguo zake zote mpaka za ndani. Mwenye bai kila kitu ni mke wake. Na afikiria pia naye mwanaume maybe naye anabaia mke wake, sijui, lakini akasema kwamba yeye humbaia kila kitu. Kwa hivyo hakuna nguo ako naye amejinunulia. Kwa wakati tulikuwa naongea wakati huo, na nilipoangalia pale nikagundua, maybe you never know, maybe huyu mwanadada aligundua kwamba huyu mwanaume ana udhaifu fulani na sitaki kumbomoa, ni heri nimjenge. Kwa hivyo nichukue jukumu la kumnunulia maybe. Ama pia ni ile tu hali ya kufeel mapenzi. Unaona mume wako anakupenda vizuri mpaka unahisi yes ushafika, alafu naamua acha ni msaidie hivi. Kwa hivyo I don't know the reason, lakini alisema hivi. Anyway, wacha tusiende kule sana, ila tu nipate kujuza hivi, we need to complement each other. Pale ambapo unaona na udhaifu, nisaidie nipate kuwa na strength upande huo kama wewe. Nawe pia ninapoona kuna udhaifu fulani ndani mwako pale fulani, nisikubomoe, nikusaidie usonge mbele. Kwa hivyo basi napoangalia katika kipengele hiki ni kwamba we need to complement each other. Kipengele kinachofuata, naona muda wetu ndio huo mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo basi wacha tuendelee tuone tutafika wapi. Kipengele kinachofuata pale ni kwamba you need to laugh together. You need to laugh together. It keeps a relationship alive. Kama mwanaume ama mwanadada, fika mahali mtease mume wako, mtease mke wako. Make sure you are getting a smile out of her. Si kwamba mkikaa, kuna mtu mmoja alitoa usemi ambao unaukemea na moyo wangu wote kwa jina la Yesu. Nikiwa na mke wangu kwa gari sitamani ifanyike hivyo. Kwa nini? Alisema kwamba ukiona mtu ako kwa personal car na ako na mwanaume na mwanadada na wamenyamaza ndi hawaongei, jua huyo ni mume na mke. Yaani wameingia kwa gari moja lakini wamenyamaza ndi hawaongei. Anasema kwamba jua huyo ni mume na mke. Ishindwe mfululizo. Kwa nini? Wanamaanisha kwamba mwanamume na mwanamke hawana stories za kuongea kama ni mke wake. Lakini akasema lakini ukiona mtu kwa gari na mwanadada na wanacheka kucheka, wana furaha fulani kwa gari lao na wanasafiri kwa barabarani, jua huyo ni mpango wa kando. Does it mean mpango wa kando ndio wana story tu? Si wake na si waume? Hapana.
Hiyo ni uongo wa shetani kutoka kuzimu. And of course ukiangalia reality unapata kwamba such a things maybe happen, zinafanyika, lakini basi nakemea vitendo vya aina hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aingilie kati. Maana napoangalia pale ni kwamba we need to laugh together. It is a therapy. Ni therapy kwa aina yake. Tunacheka pamoja, tunafurahiana. And you know what? Wakati tutakapocheka pamoja tukiwa kule nje, tunasafiri. Nini itafanya tukifika bedroom tukose kuwa romantic? Nini itafanya tukifika bedroom tukose kuenjoy mmoja na mwingine? Tulianza kule nje kwa kucheka, kujipa raha. Umemnulia ka surprise, ndio hiyo, umemwambia ka kitu, kaneno kazuri, mama amecheka, ama ndugu amecheka, amefurahi. Kwa hivyo mnafuraha. Mnapofika kwa nyumba, hiyo furaha inatoweka iende wapi? Lakini imagine mmetoka kule mmenuna tu. Kitu mama anaweza kuuliza tu pale ni kwamba nisaidie na pesa ninunue mboga. Unafika pale unasema watoto wako sawa. Hiyo ndio naweza sema tu. Ni ati nirudishe change yangu. Hiyo ndio najua peke yake. Kama ni hivyo, mtakapofika pia upande ule mwingine wa bedroom, bila shaka pia haitaleta shangwe, kwa sababu bado mmekasirikiana. You are not one at all. Kwa hivyo make sure you laugh together. Itasaidia sana. Ni therapy aina yake, itasaidia sana. Tucheke pamoja, tufurahie pamoja, tufanye mipango yetu pamoja, itakaa vema zaidi. Mungu akutende wema mpendwa msikilizaji. Tunapozidi pale kwa pamoja. Naona muda wetu asonga kweli. Sijui niongezee kimoja. Nafikiri niongezee kimoja, alafu taendelea na vingine ambavyo vimesalia wiki ijayo tukiingia katika the final part, nafikiria ama vile Mungu atatuelekeza. Naam. Kwa hivyo basi ninapoangalia pale, kipengele kingine ambacho ningependa pia tuweze kuangazia ni kwamba we need to express appreciation even for little things. You know, hata kama ni vitu vidogo mpendwa msikilizaji. Hako kwa kitu tu katakufanya ukuwe special. Do you know, kuna mtu anasemanga mwanamume wangu huyu ukiona amesema asante sijui ameguzwa wapi. Ni kwa sababu anajua hata kunyeshe mvua mawe huwezi ukamwambia asante. You know, you need to appreciate. Mke wako kupikia chakula, mwambie asante, si right. Kuna wanaume ambao hawapikiwi. Kwa hivyo shukuru mke wako. Kwenda kuhusika kwa tendo la ndoa, muende pale mjienjoy, malize vizuri. Pia learn to appreciate, you know. Be it a lady or a man, especially men. When ulianza kwa kurusha mistari, anza mwambie mke wangu nashukuru, I've enjoyed, you know, such. Najua saa hizi saa zinaruhusu, kwa hivyo it's okay. Unamwambia ni lini ulimshukuru mke wako mara ya mwisho? Wakati baada ya kumaliza tendo la ndoa, mmemaliza vizuri, ni lini ulimwambia asante mara ya mwisho? Man, are you there? Wanaume mwasikiliza, lini ulimwambia tu asante mara ya mwisho? So it is important kwamba ufike mahali mwambie asante mke wako. Mke nawe pia mwambie karibu, mwambie pia nami nashukuru, kama ni kweli unashukuru. Do you know, wakati ambapo utapata kwamba hatushukuru, especially na unaposema kuhusiana tena ndoa, mwingine anasema Victor kai unasema nini? Yes, it helps because do you know, kuna watu ambao kwenye ndoa na unapata wengine wanarepiwa. Women are being raped by their men. Kisa na maana, or men were being raped by the women. Hey, Victor, kweli? Yes. Kisa na maana ni kwa sababu, you know, kwa sababu kukosa kushukuru mwenzako, kwa appreciate vitu vidogo vidogo. Ukifika kwa pale bedroom hauna hamu kabisa, appetite haiko. Kwa hivyo unalazimishwa tu kula chakula ambacho husikii njaa na huna appetite. Ushafika mahali unasikia njaa, unatamani chakula, alafu letewe pale nyama, kuku na chakula, chapati, ugali, mchele na kadhalika. Kwa hivyo umeletewa pale ukakula ukashiba. Do you know, kisha shiba, wakikuletea chakula kingine hapo kwa meza unakiangalia tu, kwa sababu umeshiba. Kwa hivyo unafika bedroom, wewe ni kama ushakula umeshiba. Yaani umeshiba maneno yake, umeshiba, kwa hivyo uko tu pale. So inabidi kuhusia kwa tendo la ndoa, inabidi ni kama kuna jisi. It's very important tupate kujua hili kwamba yafaa tuwe watu wa kushukuru mmoja na mwingine, tufurahiane. Unaposhukuru itafanya kesho pia, maana kama Mungu anapenda asante, wacha tutiende kwa Mungu. Kama sisi wenyewe, mimi ukiniambia nikifanya kitu uniambia asante, nitafurahi. Kwa hivyo basi napoangalia katika swala hili, ni muhimu sana kwako wewe kufika mahali unasema asante. Mshukuru mwenzako kwa vitu vidogo vidogo na vikubwa vikubwa vyote. Jifunze kusema asante.
na tufunze watoto wetu kwa sema asante kila wakati, maana unapoonyesha appreciation atafeel tena kukutendea hivyo tena wakati mwingine. Kwa hiyo basi, ili ukuwe romantic pia pale kitandani, ndipo sasa tuadwell pale sana, ni vema pia ujifunze kusema asante. Nujue kwa nini inakuwa muhimu sana. Unaposema asante inamaanisha kwamba umeridhika na kile ambacho umepewa. Kwa hivyo umefika mahali ambapo unasema hapa leo nimetosheka, nimekula chakula, nimeshiba. Natumai inaongea kwa mafumbo unielewe vizuri. Kwa hivyo unasema kwamba nimekula chakula leo, I'm full, I'm satisfied, niko sawa, nashukuru. Kwa hivyo in short, unaposema nashukuru unamwambia kwamba keep it up, thank you, keep it up, that is the way to go. Naye pia kwa sababu alikufurahisha wakati huu, pia next time anatamani mwambie asante. Kwa hivyo ata make sure ame keep it up na ameongezea maarifa kidogo. Anapoongezea maarifa, wow, nawe pia unamshukuru. Kwa hivyo utapata kwamba hiyo uhusiano wenu uzidi kuwa so romantic. Watu akilia huko, akilimana mangumi na katana mapanga, nyinyi mnasema tunashukuru Mungu, maisha ni tambarare. Na kisa na maana ni ile tu asante ulimwambia. When last did you as a wife talk to your husband after having sex, mnamwambia kwamba daddy, nashukuru, umenifanya vizuri, yani umefanya vizuri, kazi nzuri, nashukuru. Niruhusu niseme tu hivyo. Kwa hivyo basi, ni lini mara ya mwisho dada hii? Kwa hivyo basi, kushukuru ni muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu kutatusaidia kama wandugu na wadada tufike mahali tujue tuko sawa ama tuko sawa. Wakati ambapo utafika mahali usemangi asante, usemangi chochote, wakati ambapo utakuwa uko sawa, hujui kama uko sawa. Ukiwa mbaya, hujui kama uko mbaya. Kwa hivyo basi, you'll never correct yourself. Then that marriage iko katika kizingiti kikuu. Kuna tatizo pale. Kwa hivyo basi, popote pale ulipo, Mungu akusaidie, atusaidie sote kwa ujumla. Kwa hivyo basi, tumejifunza penge kadha wa kadha hii leo, ambapo basi nikigusia tu cha leo, tumeanza pale tukisema kwamba niruhusu tufike pale tunaposema hapo kwamba express appreciation even for the little. Thank you makes look special. Kishukuru mtu anakaa special. Kwa hiyo basi ndio kipengee ambacho tumemaliza nacho pale. Lakini basi ukikumbuka, basi tulianzia katika kipengee cha kwanza pale kwa leo, baada ya recap tukisema kwamba you need to compliment each other. Itasaidia zaidi, itasaidia mnaficha uchi wenu na mnasonga mbele kwa pamoja, au sio? Jambo la pili tumejifunza hii leo ni kwamba you need to laugh together, tucheke pamoja, tufurahie pamoja. Hata tukienda kule ambako tutaenda, labda bedroom tujifungie kule, we will still be happy, na tutacheka pamoja na tafurahia tendo hilo. Alafu jambo la mwisho ambalo tumejifunza hii leo ni kwamba you need to express appreciation. Mwambie mwenzako asante, kwamba hivi na hivi. Si wote, kuna watu wameoana lakini they don't enjoy their marriage. Wako tu, mtu mmoja acha mwingine wote ajipikia, mwingine ametoka amwambia mwingine wote afanya hivi. Na naposema pale, Mungu atusaidie tu. Kwa nini? Ukiangalia katika appreciation, wengi wetu hatupendi kushukuru. Mungu atukomboe na hilo. Kwa hiyo basi tumegusia vipengele hivyo, mpendo msikilizaji, maana unapo appreciate unafanya mwenzako aonekane special kama vile tulivyosema. Kwa hivyo niruhusu tufike pale, na iwapo basi mafunzo haya yameweza kubariki, mmeweza kujijuza mengi pamoja nami, feel free kusemezana nami pale kwenye SMS. Kama una jambo la kuongezea, ongeza pale kwenye SMS, ongeza pale kwenye YouTube. Ukienda pale kwenye YouTube utapata pale, weka comment yako pale. Na kwa wale ambao hawajasubscribe, it's a high time, usiachwe nyuma, kwamba enda pale kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala SNL, yani Saturday Night Live. Kwa hivyo ni SNL, Victor Mandala SNL, alafu pale mbele andika tabia zitakazojenga uhusiano mwema wa kimahaba kati ya wanandoa, yani strong romantic relationship. Unaweza andika hiyo moja au ile ambayo kumepewa pale. Kwa hivyo basi, popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, andika tu hivyo. Kisha andika Victor Mandala strong romantic relationship, utaipata pale moja kwa moja. Then make sure kisha andika hivyo, chini yake ukisha andika hivyo, click search, utapata video hiyo, na chini ya video kuna neno subscribe. Kwa hivyo click hiyo neno subscribe, alafu baada click subscribe, kando yake kuna alama ya kengele, click hiyo alama ya kengele, inaitwa notification bell. Kwa hivyo basi, ili tuendelee kwa pamoja. Na kando na hayo pia, kumbuka kwamba unaweza ukafinya subscribe ukaambiwa sign in. Unapoambiwa sign in na Gmail account yako. Sign in na Gmail account
yako, na Mungu akutende wema zaidi. Kwa hivyo popote pale ulipo, nimesema hivi, enda kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala, then subscribe kwenye, ukishatafuta Victor Mandala SNL, alafu andike pale Strong Romantic Relationship, then ukishaandika hivyo subscribe, utafungua hiyo video. Chini ya video moja wapo kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, then ukisha click subscribe utapata moja kwa moja hapo kando kuna kalama ka kengele, click, kanaitwa notification bell, na hivyo basi utakuwa moja kwa moja utakuwa basi tu pamoja katika mafunzo haya. Kwa hivyo basi utakuwa uko pale, ili tunapo upload anything katika mtandao huu utakuwa notified na itakuwa vema zaidi. Mungu akutende wema pote pale ulipo, tunapozidi kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii, kwenye sehemu ya mafunzo yetu kuhusiana na masuala kindoa. Kwa hivyo popote pale ulipo, make sure umesubscribe, na vile vile pia comment katika ujumbe huu hapa chini, na kama comment katika ujumbe katika video hii hapa chini, weka like zako, share ujumbe huu, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo popote pale ulipo, Mungu akutende wema. Make sure umeweza kusubscribe pale, na Mungu awe nawe. Mimi ni Victor Mandala, ukipenda VMM. Kama unala kuongezea ni sawa, labda umebarikiwa, umejifunza jambo fulani, feel free. Nambari ya simu ni hapa, hiyo hapa studio, na vile vile kwenye SMS tuma pale, na Mungu akutende wema. Mungu awe pamoja nawe. Nilikuwa jaribu kuangalia pale SMS. Naam, asante. Na bila shaka natumai basi umepata hayo kwa kirefu. Enda pale kwenye YouTube utaipata. Nataka nitume pale kabla tuweze kumalizia pale, ikiwezekana, kama mtandao wangu utakuwa fast enough, nitume pale, na Mungu akutende wema. VMM, kipenda Victor Mandala kwenye SNL, sehemu ya mafunzo ya ndoa. Song inaitwa Strong Romantic Relationships. God bless you. May that be your portion. Kwa yule ambaye hujaingia kwenye ndoa, Mungu akujalie uingie kwa ndoa ambayo utajivunia, utafurahia ndoa yako. Na yule ambaye kwenye ndoa kama mambo yameenda sege mnege, Mungu ayabadilishe yawe sawa, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naam, subscribe, share, like na kadhalika. God bless you. Na ukisubscribe, ukiclick notification bell, wakati na upload anything pale, inakutumia kwenye Gmail account yako. Kwa hivyo kusearch for anything kwa YouTube channel ya kwangu itakuwa rahisi zaidi. Kwa hivyo make sure umeenda pale Victor Mandala SNL Strong Romantic Relationship, then enda chini yake subscribe, click subscribe, then itakuwa vema zaidi. God bless you. Tuadiane tena. Shalom.